mazingira ya kugeuka. Haleluya! Lazima kila mtu akae anajua mahali alipogeuka, ni mara gani alipokuwa amegeuka. Lakini tutaanza kujifunza kwanza kwa habari ya kugeuka kwa huyu mtumishi Sauli. Haleluya! Huyu mtumishi Sauli. Hao watoto acha tuongee, wala usije kaza kuwahubiri. Lakini Sauli akizidi kutisha na kuwaza kuwaua wanafunzi wa Bwana, akamwendea kuhani mkuu. Mstari wa 2, akataka ampe barua za kwenda Dameski zilizoandikwa kwa masinagogi, ili akiona watu wa njia hii, waume kwa wake, awafunge na kuwaleta Yerusalemu. Mstari wa 3, hata alipokuwa akisafiri, ikawa anakaribia Dameski, ghafla ikamwangaza kote kote nuru kutoka mbinguni. Akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona waniuzi? Akasema, u nani wewe Bwana? Naye akasema, mimi ndiye Yesu unayeniuzi wewe. Lakini simama uingie mjini, naye utaambiwa ya kupasayo kutenda. Tuishie kwanza mstari wa 7. Huyu ni Sauli. Amina na Mungu. Tumesoma tu mstari wa kwanza, tumeona kwamba alikuwa akiwaza moyoni mwake. Mstari wa anasema Sauli, lakini Sauli akizidi kutisha na kuwaza kuwaua wanafunzi wa Bwana. Sauli alikuwa anatisha. Amina na Mungu. Matendo yake yaliwatisha watu wote, yale matendo aliyokuwa anayatenda. Lakini hapa tunaona akiwaza kwenda kuwaua wanafunzi wa Bwana. Sauli ni nani? Sauli ni Myahudi. Amina na Mungu. Kila Myahudi alikuwa na dini lake la Kiyahudi, alikuwa na dhehebu la Kiyahudi ambao aliamini anamtumikia Mungu. Sauli anapotenda haya, anaenda kuua watu, anaenda kulitesa kanisa, anaamini anatimiza sheria za Kiyahudi ambayo yalikuwa ni mapokeo ya wanadamu, sio neno la Mungu, ila wao walijiona kwamba wapo katika Mungu. Amina na Mungu. Lakini tunaona Sauli akiendelea kutembea, kuna hali anakutana nao ya ghafla. Anakutana na nuru ya Bwana ikimwangaza, naye anaanguka chini akiwa hajiwezi. Yule ambaye tuliona akitisha kanisa, akiwa analiogofya kanisa, akiwa na nguvu, akiwa anatishia amani kwa watu wote, inafika wakati anapigwa na nuru kutoka juu, naye inamwangusha chini, alafu anakuwa yeye hajiwezi. Anayejitokeza mbele ya Sauli ni nani? Ni Yesu. Ndivyo ilivyo uokovu. Katika maisha tuliyokuwa tunaishi, tulitembea njia kama ya Sauli. Amina na Mungu. Tuliwaza mabaya na kuyatenda mabaya, si kuwaza tu na kutenda. Huyu amewaza, lakini anataka aingie katika nafasi ya kutenda. Tulitembea katika njia pana, lakini sasa neema ya Mungu inapofunuliwa, Yesu Kristo anaanza kujifunua kwa kila mtu mmoja mmoja. Hivyo Mungu anapojifunua kwa Sauli, ndivyo wokovu unaelezewa kwamba wewe pia ulipokuwa unatenda mambo maovu, lazima pawepo na tukio ambalo lilikugeuza kutoka katika maovu na kuingia katika haki. Tunaona Yesu anamwambia Paulo, anasema, inuka uingie mjini, nitakuonesha yapasayo kutenda. Haleluya na Mungu. Mungu anapotugeuza katika zile njia tulizokuwa tunatembea, anaanza kutuonesha yapasayo kutenda. Haleluya. Huyu Sauli mwanzo alikuwa anaenda Dameski kufanya nini? Kuwakamata kanisa. Na alijisemea, nikipita ile njia
nikikutana na wanaume, nikikutana na wanawake, nitakamata. Sitaangalia huyu ni mwanaume, sitaangalia huyu ni mwanamke. Wote nitawafunga, nitawaleta kwa makuhani. Sasa ile ilikuwa ni njia ya utenda maasi mbele za Mungu. Lakini Sauli yeye alijiona kuwa ni mtumishi wa Mungu. Sauli alikuwa na dini, tena alikuwa ni Farisayo. Kwa habari ya sheria hakuna ambaye angeweza kusimama na Sauli, lakini hakuwahi kugeuzwa kutoka kwenye matendo machafu kuingia katika matendo ya haki. Sasa njia ya kugeuzwa kutoka kwenye matendo machafu ili ukapata kugeuzwa kuingia kwenye matendo masafi, aliyeshikilia ni Yesu Kristo. Hivyo ni lazima ukumbuke ni mara gani ulipogeuka. Lile ndio itakuwa neno lako la ushuhuda la kukufanya ukapate kusimama katika uokovu wako. Tunao watu ambao ni wa Kristo lakini bado hawajageuka, wanaendelea kumtumikia Kristo, ila bado wana matendo yale yale ya asili ya mwili. Sasa huyu anakuwa na muuzi Kristo. Tunaona Kristo anasema ni mimi ambaye unaniuzi, ila hatukuona Sauli ambapo anamuuzi Kristo, ila kupitia yale matendo ya Sauli yanamuuzi Kristo. Haleluya Mungu. Lazima tujue kugeuka ni kwa namna gani, na utafakari, ukumbuke ni wapi ulipogeuka. Ni lini ambapo unaamini ndipo uligeuka ukaanza kumtumikia Mungu. Ili ukiwa bado hujageuka, wakati ni sasa. Bado neema haijafungwa, neema ipo. Sauli alikuwa ni mtu wa kanisani, na makanisani tunao watu wa hivyo. Wanaendelea kuimba, wanaendelea kuabudu, lakini hawajawahi kugeuka, hawajawahi kukutana na Kristo. Ukiendelea kusoma mstari wa 7 anasema, na wale watu waliosafiri pamoja naye wakasimama kimya, wakisikia sauti, wasione mtu. Amina na Mungu. Lakini Sauli ndio aliyeuona ule mwanga na ile nuru iliyokuwa imemtisha, ambayo ilimulika pande zote. Angegeuka nyuma, angekutana nayo. Angegeuka magharibi, mashariki, nuru imemzingira. Hao wengine wanasikia tu sauti, hawaoni cha nuru, wala hawajapigwa upofu. Aliyepigwa upofu ni nani? Ni mmoja. Wokovu ndivyo ulivyowapenda. Katika safari tuko wengi. Haleluya. Katika safari tupo wengi, lakini ambaye anaweza kumwona Kristo ni wewe peke yako. Sasa inatupa utahadhari ya kutokuangalia watu, ya kutokuangalia mkusanyiko. Jiangalie wewe mwenyewe, angalia moyo wako na Mungu. Je, uko sawa? Je, ulitengeneza? Je, uliacha? Ama bado uko katika mazingira machafu? Wewe ndio unayeonekana na wewe ndio unayemuona Mungu peke yako, ila mmekusanyika wengi. Wao walisafiri pamoja, lakini saa ya kugeuka ilipofika ilikuwa ni kwa mtu mmoja ambaye ni Sauli. Kwa nini Sauli anapigwa upofu? Unapokutana na Kristo lazima upigwe upofu kwa mambo ya dunia. Haleluya. Sauli alipopigwa upofu, macho yake alipofunuliwa, zile barua pengine akazichana, zenye alipewa za kwenda kushtaki watu, kukamata watu. Kwa nini Sauli yule anabadilika? Ni kwa sababu amekutana na njia ya kugeuka. Yuko njiani, ndiyo anasafiri, lakini ile njia haikuwa nzuri. Mwisho wa ile njia ilikuwa ni mbaya. Haleluya. Yeremia anasema kila njia tunazozipita mwanzo zinaonekana ni nzuri, lakini unapoendelea kuipita ile njia zinaanza kukata kona. Tuna njia tu moja iliyonyoka mwanzo mpaka milele, ni njia ya Yesu Kristo. Haleluya. Sasa tunazo njia za madhehebu. Amina na Mungu. Huyu Paulo alikuwa ni mtu wa madhehebu. Alikuwa ni mtu wa kufuata sheria za mapokeo ya wanadamu, lakini kumbe hakuwahi kukutana na mtu anayemtumikia. Huwezi ukatumikia kitu ambacho una uhakika nacho. Ulikutana nacho wapi? Haleluya.
ni lazima. Njia ya Paulo ilikuwa ni ya uasi, njia ya kugeuka ni Yesu anamgeuza. Njia zetu zilikuwa ndio za uasi. Mara nyingi tumefunua maovu hapa. Tunajua nini maovu. Kwa kama unakiri ya kwamba umegeuka lakini bado unaendelea kutenda maovu, wewe bado una barua za kwenda Dameski kwenda kuua. Haleluya. Maana anasema tu anayewaza vibaya ni muuaji. Yeye amchukiaye mwenzie ni muuaji. Na tunajua ya kwamba wauaji hawana urithi ufalme wa Mungu. Lazima tukapate kugeuka. Lazima ukawa una hakika umegeuka. Ulikuwa una hasira, ndipo ulipogeuka. Ulikuwa ni mzinzi, si mzinzi tena. Umefanya nini? Umegeuka, umekutana na njia ya haki. Lakini kama unakiri kwamba umegeuka, bado unaendelea na matendo yale yale, hata mbingu za Bwana kushangaa, maana unaendelea kuwa chukizo mbele za Mungu. Watendao maovu wamefarakana na Mungu, wanamuuzi Mungu. Niambie, maisha yangu yatakuweje kama nimefarakana na mtoa riziki, nimefarakana na mwangaza jua, nimefarakana na anayeachilia mvua? Sasa kufa kwangu sitaenda kwa yule, hata nikikiri. Na ipo watu wengi wanakiri kuwa wanamjua Mungu. Soma kitabu cha Tito 1 mstari wa mwisho. Tito 1 mstari ule wa 16. Wanakiri ya kwamba wanamjua Mungu, bali kwa matendo yao wanamkana. Ni wenye machukizo, waasi, wala kwa kila tendo jema hawafai. Haleluya. Hili ni kanisa linakiri ndio tunamjua Mungu, lakini kwa matendo yao hawakuwahi kugeuka. Haleluya. Walikiri tu kwa maarifa, hakuna kilichotendeka ndani yao. Ili ukapate kumjua Mungu, ukapate kugeuka, ni lazima ukaamini katika moyo, maana katika moyo mtu ndipo anaamini. Haleluya. Injili kaingia ndani ya moyo, ikaribu na kufyeka kila kitu kilichopo ndani ya moyo wako. Haleluya. Tunao watu wa namna hivyo, wanaokiri kwamba tunamjua Mungu, lakini ukiingia katika matendo yao wako mbali na Mungu, wamefarakana na Mungu, wanamchukiza Mungu. Mungu anaghadhabika kwa ajili yao, lakini wao wanajihesabia haki. Si wakati wa kujihesabia haki, ni wakati wa kunyenyekea, ili Mungu akapate kukupata ulipo, akakutoa akuweke sehemu iliyo salama. Asema moyo uliopondeka na kuvunjika Mungu hata udharau. Lakini watu wanaogopa kusema mimi sijaokoka. Kwa nini watu wanaogopa kusema ukweli? Wanaona ni ufahari mbele za watu. Paulo kuna mahali alifika akauliza, je, mlipomwamini Kristo mlipokea Roho Mtakatifu? Wala akajibu akasema, hata kusikia hata kuona cha Roho Mtakatifu ndani yetu hakuna. Haleluya. Lakini hapa kwenye Tito 1:16 anakutana na watu ambao wanakiri wanamjua Mungu. Ina maana wao hawahitaji injili, hawahitaji tena kukaa chini, wao wameshaokoka. Sasa akiwaangalia matendo yao, anakuta ni watu ambao hawajawahi kugeuka, ni watu ambao hawajawahi tembea njia ya kutana na Kristo katika msafara wao, katika safari yao. Hawajawahi kutana na Kristo, hawajawahi kugeuka, ila wanaamini tu mimi nimeokoka, ninaamini tu kwa kuwa ninaimba, ninaamini tu kwa kuwa nina cheo, ninaamini tu kwa kuwa nina wazifa ndani ya kanisa. Lakini unapoangalia moyo wako, unakushuhudia kabisa kwamba watendao matendo kama haya mara pao ni katika ziwa lile liwakalo moto. Wewe yote unaona kama ni uongo, maana wewe tayari umeamini.
kuamini au kuokoka ni kubadilika. Haleluya. Paulo, tukishamwita Paulo ni mtu aliyebadilika. Lakini alikuwa ni nani? Sauli. Sauli alikuwa na matendo maovu. Alipobadilishwa, wale waliomtuma akawageukia, akawapelekea Injili. Kwa wale wakabaki tena wanashangaa, imekuwaje tena mfuasi wetu, mpiga kazi wetu amekuja na kitu cha kitofauti? Unapokuwa umekutana na njia ya kugeuka, unafanyika kuwa watofauti. Haufanani tena na dunia. Haufanani tena na nini? Na dunia. Unalizika na Mungu alivyokuumba. Unalizika kwa ulivyo. Hautatamani hata ming'ao ya kidunia. Hautatamani hata kubadilisha ngozi yako. Hautatamani yote hayo hata kufaa. Maana utakuwa ni mtu wa kulizika. Ni mtu ambaye umegeuka. Ni mtu ambaye umebadilika. Ni mtu ambaye unafundishwa yapasayo kutenda. Saba inasemaje? Saba inasemaje? Saba, mstari wa 7. Matendo Matendo ya Mitume 9 mstari wa 7. Anasema mstari wa 6, lakini simama uingie mjini na utaambiwa ya kupasayo kutenda. Paulo alikuwa si mtendaji? Alikuwa ni mtendaji. Anafanya nini? Anafanya kazi. Lakini baada ya kugeuzwa, unapondwa. Moyo wako unanyenyekea. Moyo wako unakuwa chini. Unakuwa uelewi tena cha kutenda. Kama ile tuliona Matendo ya Mitume 2 mstari wa 37, anasema waliposikia maneno ya mitume wakachomwa mioyo yao, wakauliza, na tutendeje ndugu zetu? Siku zote walikuwa wanamuuliza nani? Walikuwa wanatenda kila linalokuja mbele yao. Lakini baada ya kugeuzwa na Injili, Injili ni upanga unafyeka tuliokuwa tumezaliwa nayo. Inaanza kutufundisha upya. Sasa ukiwa ni mpendwa, kabla ukukiri kwamba hujaokoka, ulikuwa na mienendo hii. Saizi unasema umeokoka, hakuna ulichokiacha hata kimoja, au umehesabu umeviacha baadhi. Wewe hujawahi kugeuka. Haleluya na Mungu. Hujawahi kugeuka. Injili bado inakuhitaji. Hata ungekuwa na miaka 20 kwenye wokovu, ukifa katika Yohana unaenda jehanamu. Nikodemo alikuwa ni mheshimiwa katika mji wa Yahudi, lakini akaambiwa, pamoja na walimu wako yajui haya, usipozaliwa mara ya pili hautauona ufalme wa Mungu. Nikodemo alikuwa na moyo wa hila, itabidi ageuke pale pale. Amina na Mungu. Akawa mwanafunzi wa Kristo. Hii haikuwa jambo rahisi ukae mwalimu wa Wayahudi alafu uokoke. Kuna kuuawa. Muona kwa ni msaliti. Lakini Mungu alimlinda. Nikodemo hakuuawa. Na Biblia inashuhudia ndio aliyemzika Yesu. Haleluya na Mungu. Aliyemzika nani? Yesu. Wengine wote waliogopa. Nani angeenda kusogelea kule? Yeye kwa kuwa alikuwa na cheo, akaenda kuongea na mfalme. Lakini yote hayo ni matokeo ya kugeuka. Ukigeuka unakuwa na ujasiri wa kusimama popote na kuzitangaza habari za Kristo. Amina na Mungu. Geuko. Unapokuwa na geuko kama la Sauli, unakuwa wewe ni wa tofauti. Daudi anapoenda kupigana na Goliath, kama umewahi kusikia vizuri habari, kuna maneno alisema Mungu aliyekuwa ananisaidia kuwapiga wale simba au dubu wanapokula nini? Kondoo, ndiye atakaye nisaidia. Lile ni neno la ushuhuda.
hata mimi na wewe tulikuwa tuna hakika ulikutana na neno la kugeuka, la kugeuza. Hata utakapokutana na jaribu, utakuwa na ushuhuda kwamba aliyenigeuza katika uzinzi, aliyenigeuza katika ile tabia, ndiye atakayenishindia hapa. Sasa bado ni mzinzi, tasema tena tukaombea watu, na unapita unaenda kuombea, hakuna hata hofu ya Mungu. Bado na machukizo, unamchukiza Mungu. Na tunajua amri 10 za Mungu, asema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Kama ni mtenda dhambi, hata kusema Bwana Yesu asifiwe ni dhambi, kwani jina la Yesu ni jina la nani? Si la Mungu. Kama ni mtenda dhambi, kusema tu Bwana Yesu asifiwe ni dhambi, japo watu wanabishaga Mungu si wako peke yako. Lakini ukipata maandiko ndivyo hivyo. Mungu ana hasira na dhambi. Mungu ana chuki na dhambi. Haleluya. Mungu anahitaji ugeuke, anahitaji ukutane naye. Maandiko yanasema Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa Yesu, ili kila muaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Uzima wa milele unaenda tu pale ambapo mtu ataamini kila ambacho Yesu atakisema. Paulo, pamoja na kwamba alikuwa kipofu, haoni tena, lakini Yesu akasemaje? Akasema, nenda katika mjini, nitakuonesha ya kupasayo kutenda. Alihoji ni imani yapi? Alikuwa yuko tayari kwa kutenda lolote litakalokuja mbele yake. Tuna wokovu wengine, unapokemea hili analikubali, unapokemea hili hataki kulikubali, anaanza kulifanyia uchunguzi. Huyu hajawahi kugeuka, huyu hajui kutenda limpasalo, hayuko tayari kulipokea la Mungu. Na Yesu Kristo katika kufundisha alikutana na hiyo jamii, akasema, sasa wakati umefika mkapate kula mwili wangu na kunywa damu yangu. Yake anamaanisha washike neno lake, washike sheria zake. Wakasema, ili neno ni gumu, ni nani awezalo kulitenda? Hata wanafunzi wake wakahuzunika. Lakini Yesu akasemaje? Akasema, muonaje mtakapomwona mwana Adamu akipaa kwenda mbinguni? Mwana Adamu akipaa kwenda mbinguni anakuwa nani? Anakuwa ni mhukumu, ni mtawala wa mbinguni, afu ni mtawala wa duniani. Tulisema neno lake ni gumu, tutahukumiwaje kwa lile neno? Na akaiari akasema, acha waondoke. Akasema, je, nanyi kina Petro mnaondoka? Haleluya. Wakasema, twende kwa nani Bwana? Wewe ndio na maneno ya uzima. Wengine wakarejea nyuma. Hiyo ndio injili ya kweli. Injili ya kweli inapokuja, wasiotaka kugeuka waende. Haliona Mungu. Maana ukiendelea kubembeleza watu ambao hawataki kumsikiliza Kristo, mnaleta mizigo ndani ya kanisa. Na Kristo alisema ndani ya kanisa lazima upunzishwe mizigo, ndipo ukae ujifunze. Haleluya. Ujifunze. Ukimekubali kutuliwa mzigo wako, hutaki bali. Wokovu ni zawadi. Mtu amekuletea zawadi, kwa sababu niletea kitenge, kwa nini usingeniletea kikoi? Anaondoka nacho. Kwa nini ulistahili hata kitenge hicho likiona? Ndivyo wokovu ulivyo. Haleluya. Tena hii zawadi na nini? Ina masharti. Ukipokea tu, ina ole. Neema ya Mungu iwapo wanadamu wote imefanya nini? Imefunuliwa. Nao inafundisha kukataa ubaya wa kila namna. Wewe kuna ubaya wa namna unataka ukumbatie. Mbingu ya nani hiyo? Walio vuguvugu watatapikwa. Hata kama walikuwa wameingia katika ufalme, wameingia katika tumbo, watatapikwa. Wewe mwenyewe ni shahidi. Kitu ulichokitapika hata ingekueje kukirudia ni kazi, wapenda. Bora ulichokitema, kutapika na kutema ni vitu viwili tofauti. Amina. Kile cha kutema kinakuwa kijaingia tumboni.
kina uwezo wa kulika. Ulichokitapika kisha kata kama masaa 4 kinaenda kwa kinyesi. Kwa kinapotapikwa kinanuka. Ndivyo mwenye dhambi anavyoonekana mbele za Mungu. Kama Mungu alimkubali, Mungu alimpokea, Mungu akasema wewe ni mwanangu, sikuitwi mtumwa tena, wewe unafanyika kuwa rafiki yangu, ukajichanganya tena na michanganyo, akikutapika hakuna tena. Haleluya. Japo tuna injili nyepesi na kusema tu kumbuka ulipoanguka, urudi ukatubu. Lakini mtu ambaye alifanyika kuwa mshirika wa Roho Mtakatifu, akalionja na neno zuri kutoka mbinguni, akianguka tena, nini ni hatari. Ni hatari. Wakati wa njia pana kuna maisha tulikuwa tunayaishi, naye Paulo aliyashuhudia. Tuangalie kitabu kingine, Waefeso 2 mstari wa 12. Waefeso 2 ule mstari wa 12. Wasema hivi: kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo, mmefarakana na jamii ya Israeli, wageni wasio wa maagano ya ahadi ile. Mlikuwa hamna tumaini, hamna Mungu duniani. Haleluya. Asema, narudia kusoma, kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo, mmefarakana na jamii ya Israeli. Tunajua kwamba uokovu unatoka kwa jamii ya Israeli. Yesu alikiri wazi kwa yule mwanamke Msamaria, akasema uokovu unatoka kwa Wayahudi. Sasa ukifarakana na jamii ya Israeli, wewe utumiki Mungu wa Israeli. Si tunaombaga Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Yakobo ndiye Israeli. Haleluya. Wageni wasio na maagano ya ahadi ile, mlikuwa hamna tumaini, hamna Mungu duniani. Mtu aliyekuwa anatenda dhambi anakuwa ni mtu ambaye hana agano, haleluya, na Mungu, hana tumaini lolote. Tumaini ni bayana ya vitu vitarajiao, ni kama imani. Unatumaini kitu usicho kiona, usicho kijua. Sasa ndipo anasema mlikuwa jamii hiyo. Sasa mimi na wewe, nasi tulikuwa ni jamii ambayo hatuna tumaini, hatuna agano lolote, hatuna Mungu duniani, ila tulikuwa tuna miungu. Sasa ni kitu gani kilichokugeuza kutoka kwa miungu kuja kwa Yesu Kristo? Hapo lazima upakumbuke. Rudi kwa kikao cha peke yako, angalie ni wapi ulipogeuka. Ni wapi ulipoanza kutumikia Mungu? Je, ulipoanza kutumikia Mungu hukuanguka katika dhambi? Haukutenda dhambi? Maana maandiko yanasema atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Haijalishi alikuwa anasema ameokoka, lakini unapotenda dhambi unafanyika kuwa mtumwa wa dhambi. Aliyekutana na Kristo akamgeuza uzao wa Kristo na kaa ndani yake, hatendi dhambi. Haleluya. Ameshakutana nani? Na Kristo. Kristo akishakutana na wewe, anakufundisha yakupasayo kutenda. Haleluya na Mungu. Anafundisha, anausafisha kwanza moyo. Anachikilia tunda la Roho: uaminifu, furaha, amani, utu wema, fadhili, uvumilivu na kiasi. Moyo kama huo hautaanguka katika dhambi. Maana kilicho ndani ya moyo ni tunda la Roho. Haleluya Mungu. Sasa tunapokuwa tunaanguka katika mabaya, muda mwingine anasema kamenipitia. Kumbe Mungu ndio anakuonesha ulivyo, kwamba wewe moyo wako ndivyo ulivyo. Usianze kusema tu nilikuwa nina hasira nikatukana. Hapana, watukanaji mara pao papo. Ni wapi? Haleluya Mungu. Kwa unapoona unatukana,
kujaa, unapoona kiburi, unapoona uzinzi unawaka moto, wewe ujue kabisa mimi ninamhitaji Kristo haraka iwezekanavyo. Ni mgonjwa, niko ICU, ninamhitaji Kristo anigeuze. Sana kuta mazingira kama hayo, yanawakuta watu hofu ya Mungu haipo, wanaendelea tu na utumishi. Madini yameharibu ladha ya wokovu. Madhehebu yetu yameharibu ladha ya wokovu. Ndio imekuwa hata katika madhehebu hakuna wokovu. Mtu anasema mimi nilizaliwa ni Mkristo, mamangu alikuwa ni Mkristo, kwa hivyo mimi ni Mkristo, na maana alizaliwa tu aendage mbinguni. Lakini kama ni Mkristo, ni mfuasi wa Kristo, lazima ukutane na Kristo. Hata kama ulizaliwa kanisani, ulikuwa unalala kwenye masofa ya kule mbele kanisani, lakini lazima ukutane na Kristo akugeuze. Bado una dhambi ya asili, tuna dhambi ya kulisi. Adamu wa kwanza akafanyika dhambi, akatenda dhambi, sisi sote tukihesabiwa dhambi. Haleluya! Sasa ni lazima tukutane na Adamu wa pili ambaye alikuja kuzifia dhambi. Sasa Adamu wa pili ni neno. Bila neno hakuna wokovu. Paulo anasema sitaionea haya Injili, kwa maana Injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Kama uliokoka tu asema njoo mbele, sema ndo jina lako kwenye kitabu cha wokovu, hamna Injili yoyote, hujaokoka. Paulo alikutana nani? Na Yesu. Haleluya. Wewe unakutana tu na watu wajanja, wana elimu, hakuna alichokushuhudia, piga magoti Jumamosi kuogelea. Kubatizwa. Haleluya. Umetoka ndani ya ubatizo, bado nilitenda dhambi. Utakutana na nini kikuondoe katika dhambi? Umeshahesabiwa haki na watu. Haki tunahesabiwa na Mungu, hatuhesabiwe haki na watu. Haleluya na Mungu. Ukisoma Warumi 3 ule mstari wa 18 unasema tunajua kwamba mtu haokolewi kwa matendo ya sheria, bali kwa imani. Imani ni nini sasa? Imani ni mambo yatarajiayo, yasiyoonekana. Lakini chanzo cha imani ni kusikia, mpaka ukasikie neno, likaingia likaponde moyo wako, likaharibu ulevi, likaharibu uzinzi, likafarakanishe yale yote yaliyokufarakanisha na Mungu. Vile Mungu ulivyokuwa na muuzi, akayatoa na kuyabomoa, ukafanyika kuwa kipofu kwa habari ya dunia. Usione tena haya Injili, ukasimama katika hali ya kumwamini Kristo. Usitamani makorokoro ya dunia. Pale ndipo tunasema wewe umekutana na Kristo, na njia ya Kristo imekuweka salama, imekupofusha na dunia. Amina. Watu wa Kristo hakuna utofauti na watu wa dunia. Haleluya. Kila tendo tunalolitenda lisipotoka katika imani ni dhambi. Haleluya. Ipo siku maisani Yesu atakuuliza, nani alikufundisha kuvaa hereni? Utaanza kusemaje? Utakuta ukiwaza kweli kwenye maandiko ukutana navyo, uliona tu ni desturi ya wanadamu na ukafanya hivyo. Lakini maandiko yanasema mwili wako ni hekalu la Mungu. Kwa kile unachokifanya jifunze kwake. Muda mwingine tu tunakutana tunapaka kucha mitaani, sisi tunapaka hatujui maana yote kiroho yanaashiria nini. Tunakutana vimini tu dukani tunanunua hatujui yote. Sasa hiyo ni hatari. Mtu ambaye amegeuzwa anashtuka mapema, akiangalia anaingia rohoni. Kila unaloliona liweke katika upande wa roho, maana tunaabudu katika roho na kweli. Hapa hatupo kuabudu, hapa hatupo kuhimizana. Amina na Mungu. Amen. Lakini ibada yako ni pale unapotoka hapo unaenda kwako.
yale yanao kutoka moyoni mwako ndio ibada iliyoko ndani yako. Sasa sijui ambaye atakuwa ni mtakatifu tu Jumapili. Haleluya. Lakini moyo wake hujawahi kugeuka. Heri watamie moto wa Injili, ukakutane na Kristo, akapate kukugeuza, akapate kukutoa ulipo. Kristo ni mwaminifu. Walikuwepo Wayahudi ambao ni uzao wa Ibrahimu, lakini watenda dhambi. Ndipo Yohana akasema, tazama mwanakondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Wakaachana na Yohana, wakampata Yesu. Yesu alipowaona wanampata, akageuka. Yesu anapoona mtu anampata, anafanya nini? Anamgeukia. Hapa anakuuliza, una shida gani? Unataka nikufanyie nini? Vipofu walipoita, maana hawakuwa na uwezo wa kutembea, itabidi wakatumia kumfuata kwa sauti. Wakaita. Unaona? Akawageukia. Tena alipowageukia anasema, tulehemu mwana wa Daudi. Tulehemu, kulehemu ni kutusamehe. Yeye tunajua kabisa wamezaliwa kipofu, pengine hajaitenda dhambi, lakini akakutana na Kristo anasema, unirehemu. Ndipo Kristo anasikia, unataka nikutendee nini? Nataka kuona. Haleluya. Tunaelewana? Tusiwasikiaji tu, bali watendaji. Yaani tunapozungumza, huu ndio uokovu ambapo mtu akiushika ndo anaenda mbinguni. Lakini ukiongezea akili zingine, ukatafuta mafundisho ya mashetani. Si mnajua mafundisho ya mashetani? Mna mwingine anasema Mungu angalii mwili, anaangalia roho. Haleluya. Hawana shida na nafsi yako kwamba itaenda wapi. Haleluya. Wana shida tu ukafiki kanisani, jaza idadi, matoleo yakawe mengi. Basi. Lakini ndani ya moyo wako unateseka. Hakuna injili ambayo itakutoa hapo. Utaruhusiwa ufanye lolote, utapewa na uongozi. Haleluya. Lakini ndani yako bado kunahitaji kutane na kitu kikugeuze. Kuna hitaji la moyo. Hitaji la moyo la kwanza ni kugeuka. Kule kuitwa kuzaliwa mara ya pili. Kwanza kutembea katika yale ya kupasayo. Yapo yaliyotupasa toka tunazaliwa tumboni kwa mama yetu, ila tukuyajua. Tukayakopi tulioyakuta na elea. Haleluya. Sasa unapokutana na Kristo, anakugeuza na baki ujui hata hili. Unaanza kujifunza kwake. Jifunze kwa Kristo. Yakobo 4:4. Yakobo 4 mstari wa 4. Asema hivi, enyi wazinzi, hamjui ya kwamba enyi wazinzi, hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi kila atakaye kuwa rafiki wa dunia hujifunza kuwa adui wa Mungu. Haleluya. Enyi wazinzi, hamjui ya kwamba kuwa rafiki na dunia unakuwa adui na Mungu? Yoyote aipendaye dunia anafanyika kuwa rafiki wa dunia, alafu anakuwa adui wa Mungu. Haijalishi ni askofu, haijalishi ni mchungaji. Kwanza kwa Mungu hakuna maskofu. Haleluya. Hao maskofu ni kwa ajili yetu tu sisi tulioko duniani. Hakuna wachungaji. Yesu alishajipa uchungaji, asema mimi ndiye mchungaji mwema ninayekufa kwa ajili yenu. Tunaitana tu mababa ni hapa duniani.
Baba wa kiroho hapo aone ndani ya roho mwako. Ni baba wewe. Baba wa kiroho anaona moyo, anaufunua moyo. Anasema ndani ya moyo kuna uzinzi, kuna hasira, anataka kutoa nini? Hasira. Huyo ndo baba yetu wa kiroho. Amina Mungu. Sasa hapa anatufundisha. Huyu baba yetu wa kiroho anasema unapokuwa mzinzi. Uzinzi ni hatari wapendwa. Kama umeshinda uzinzi, hebu shangilia. Nishangilie na muinue Kristo. Dhambi ya uzinzi imeelezewa tofauti na dhambi zingine. Paulo anasema amjue ya kwamba anayezini anatoka na kahaba, anaunganika kuwa mwili mmoja na kahaba. Sema kila dhambi utendao iko nje ya mwili wako, lakini unayezini unavipeleka viungo vya Kristo kwenye ukahaba, unakuwa mwili mmoja na ule. Labda tu mtu alikuwa mchungaji vizuri, alikuwa ni mwanakwaya mzuri, akizini kama ule alikuwa na mapepo, si vinaunganika na kwa mwili mmoja. Anarudi na mapepo tu. Imeendelea kuita mtumishi, lakini nini? Mapepo sio hadi yalipuke myaone. Kuna mapepo ambayo yalipuki, kwani anayesapoti uzinzi moyoni mwako si ni pepo na uzinzi? Haleluya na Mungu. Unapookoka kama ulivyokuwa na kuombea, unakuta ulikuwa muongo, ulikuwa mzinzi, ulianguka chini. Kuna mapepo hayatoki kwa nguvu ya kulipuka. Ukiona mtu mpaka mapepo yanalipuka, unajua sasa huyo yani alizidiwa. Haleluya. Sasa asema unapokuwa mzinzi unafarakana na Mungu. Mungu hafarakani na wewe. Wewe ndio unafarakana na Mungu. Mungu hatuachagi, ila sisi tunamuacha. Haleluya. Sasa ukimwacha Mungu, yale yote uliyowahi kuyatenda yanahesabika iko tu zero. Amina. Kama ulishawahi kushona sare, ulimtengeneza sijui mnayemwita baba, ulifanya nini, ulijenga kanisa, lakini ukaanguka dhambi ya uzinzi, ni hatari. Kuna mahali wanasema ikimbieni zina, asemi ikemee, ikimbie. Unaona kishemeji akieleweki, mkimbie huyo shemeji. Haleluya Mungu. Una ndugu wa kiume, unaona kabisa huu ndugu unaweza kanipelekea kwenye anguko la nini? Lazima kimbia, usiseme mimi nimeokoka. Mwili ni dhaifu. Haleluya. Roho inaokoka, mwili unabaki na udhaifu. Maandiko yanasema roho ilazi, mwili ni dhaifu. Yaani roho imeokoka, lakini sasa mwili ndio umebeba nini? Roho. Na mwili ni dhaifu. Mkienenda katika mwili, hamtatimiza kamwe nao yataka. Sasa sisi tunataka nini? Twende mbinguni. Tukikataa kukimbiza mwili, tutaanguka. Tuepuke kuipenda dunia. Geuka. Chana na dunia. Haleluya. Jione wewe huu mwili ni hekalu la Kristo. Roho wa Mungu anakaa ndani yako. Hata kama hajakaa basi atakuja akae. Sasa huu mwili upeleke katika hali ya adabu nzuri. Haleluya. Achana kuangalia watu wanavaeje. Angalia neno linasemaje. Wengi wanajifunza kwa wake za watu wakubwa. Walikataza mapambo. Amekuja mama askofu, mbona kila kona kuna pambo? Hii ndio hatari. Paulo alikuwa anajifunza kwa watu. Sauli alikuwa anajifunza kwa watu. Asema anapotaka kutenda, alienda kwa wakuu wa makuhani. Biblia inasema alienda kwenye maombi. Alienda kwenye makuu wa makuhani wampe maelekezo. Sasa mtu anapokupa maelekezo, atakupa sawa sana anapotaka yeye. Unapoenda kwenye maelekezo ya Mungu, atakupa yakupasayo kuyatenda. Epuka kupenda dunia. Naona watu wanaipenda dunia. Kupenda dunia tunaelewa. Nani anaweza kaelezea vizuri?
hapa kutoka panagoma. Nani anaweza kaelezea kwa anavyoelewa kupenda dunia ni nini? Eti Mamudi dada, unaweza kaelezeaje unavyoelewa? Amina. Siko uelewa wangu. Jinsi ya kupenda dunia. Kupenda vitu vilivyomo kwenye dunia hii. Kama mawigi wenzangu wanavaa na wenzangu, na mimi ndo na mawigi hapo. Wenzangu wanapaka makeup na mashedo na mimi ndo hivyo napaka. Na maana nakuwa napenda dunia hii. Ukiona ikitoka ya kiwazi na mimi ndo naipenda hiyo hiyo. Amina, mimi ndo naelewa kwa hiyo. Amina. Tushangilie Mungu. Amina. Majeri, unaweza kuelezeaje kuipenda dunia? Hapa tujaja kufundishwa, tumekuja kuonyana. Unaweza kukuta mimi nimeongea kote huku lakini onyo liko lipo kwa Mamudi. Haleluya. Majeri, tu tunaelewa, tunasema kuipenda dunia, tunasema amina, alafu atuelewe ndo nini kuipenda dunia. Ipo. Wajua Kristo ndo umejaa unafiki. Amina zinakuwa nyingi hapo watu hawaelewi chochote. Ni kushangiliaga tu. Haleluya. Sema ni amina. Amina. Ndio asili na desturi ya Mkristo. Hata tu mtu akivaa vibaya unaweza kutu na ubiri na watu hawakwambii umevaa vibaya pengine hivi na hivi inaonekana nini leo na upako wa Mungu, kumbe kuna unafiki. Utaelezeaje dunia? Kufuatisha mambo ulimwengu. Tuyatajaje? Yapi? Tukijenga tunakuwa tunaipenda dunia. Sasa si ndo mambo ulimwengu na yenyewe. Maisani, unaweza kaelezeaje? Amina. Taidi mama. Kuenenda vibaya yani sehemu zile sema mimi nifike kama wapi na mimi niko hapo. Amina. Majibu yote yako sahihi. Haleluya. Mabudi ameelezea vizuri, lakini vile vile umeelezea upande wa mazingira. Haleluya. Kweli mtumishi si kila mahala nitaenda, niwe na sababu maalum ya kuenda. Tunao watumishi na kutoka kwa mjia anasema anaangalia mpira. Mungu kuna kitu kinamvutia kule. Anasema mimi napenda kunywa soda huko. Hapo kitoka pale tunaenda kwenye maombi. Dhambi haiumbiki tu mara moja pap. Haleluya. Biblia inasema mazungumzo mabaya haribu tabia njema. Huko katika mazingira ya mazungumzo mabaya wanatukana na unachekelea. Hiyo unavyochekelea unaliruhusu lile. Ipo tu siku unaona kuta imekupokonyoka. Haleluya. Hautamtukana mtu. Hiyo unakuta tu unajitwisha ndio ukateleza. Utasikia nimefanya nini? Hujamtukana mtu lakini tunajua kabisa hiki kilikuwepo ndani. Ni mazingira yanasababisha kilo likimeza. Tuepuke kupenda dunia. Tukipenda dunia tunafarakana na Mungu. Mungu anasema tujikane. Kujikana ni kujikataa. Haleluya. Kuwa watofauti. Isaya anasema Yesu hakuwa na umbo zuri ili watu wampende. Nilimsikiliza Moses Klola kanatoa ushuhuda anasema alitokewa na Yesu, alipotokewa na Yesu alilia sana. Akakuta hizi sijui shavu imezama ndani. Yaani kwamba amekonda na mifupa imetoka nje. Kwa sababu maisha yake alikuwa sio ya kula, ni ya kuomba na kufunga, na maandiko yameweka wazi.
Waebrania 5:7 asema yeye kwa wakati wa mwili wake alimtolea nafsi yake, yeye awezaye kumwokoa. Akalia na kufunga sana. Lakini wengine wakiwa wachungaji wanajua ndio pa kupiga kula vitambi. Unafungaga kweli? Utaanzia wapi? Utumishi ni kujikana, kujitabisha. Atakayeipenda nafsi yake ataiangamiza. Haleluya. Unapoipenda nafsi yako, nina usingizi nitaomba kweli, acha tu nilale. Unaipenda nafsi yako na mwili wako unataka ulale bila maombi. Nina vidonda vya tumbo nitaweza kufunga. Unaipenda nafsi yako. Vile unavyoogopa ndipo Yesu atarudi. Atakutuja timiza chochote. Na asema mkinipenda mtasema hosana, haleluya mwana wa Daudi. Mtazishika amri zangu. Amri za Yesu tunazijua. Ndio hizo tunazoelezea, usipende dunia. Ndio amri za Yesu hizo. Maana wamewezeshwa na Roho kuandika haya, si hadithi za mtu. Kwa haya tunayoyasoma ndio amri za Kristo. Walifunuliwa na Kristo kuandika haya. Petro anashuhudia yote tulioandikwa tulishuhudiwa na Roho. Lakini angalia kugeuka kwa mtu mwingine, kugeuka kwa Musa. Hii kugeuka itatufundisha nasi tuwe tunajipima. Je, tumegeuka? Haleluya. Ikitokea mtu ametenda dhambi, alikuwa ndani ya kanisa, huyo hajawahi kugeuka, hajawahi kuokoka. Unaweza kuwa hajawahi kuokoka, kuna utawala mwili kwa nguvu. Unajua kutawala mwili kwa nguvu? Tusi linakuja kabisa, unalidakia hapa mdomoni. Haya, nimekusamehe. Tayari umelidakia wapi? Una utawala mwili kwa nguvu. Asile na kubana, unajikaza usioneshe, lakini huku unatetemeka. Haleluya. Uchonganishi unakuja unaishia mwishoni, unaacha. Una utawala, utachoka. Maigizo hayafai, heri tuwe mwazi. Umimine moyo wako kwa Kristo. Apate kufanya nini? Kuhudumia. Paulo anasema katika injili niliyohubiri ndio mnayosimama. Injili ni kwamba Yesu alikufa na akafanya nini? Akafufuka. Haleluya. Kwa hiyo sasa kusema mbona nahubiri sana toba. Haleluya. Ukimsema Yesu bila toba unakuja msema ni Yesu. Amina na Mungu. Yesu mwenyewe katika kufundisha kwake tubuni litamkwa mara nyingi. Yohana Mbatizaji, itengenezeni njia ya Bwana. Zote hizo ni toba. Yanyosheni mapito yake. Asemi sasa hizi mmeshaokoka, kuleni gitu atawakutaga. Hapana. Ufunuo wa makanisa 7 bado anahubiriwa habari za toba. Kwa kanisa lolote ambao aliadibishi, linafundisha tu alisaishi. Ni changamoto. Amina na Mungu. Itakuwa ni changamoto, ni hatari. Ikiwa mwalimu anafundishaga tu, hamna siku anatoa hata kazi ya nyumbani, asaishi. Nyinyi mnajifunzaga mmeelewa? Ndio. Haya, mwanangu hivi na mmeelewa? Ndio mwalimu. Hiyo sio kipimo cha kusema watu wameelewa. Lazima ingie kusaisha, angalia mnachoandikaga. Na Biblia inasema kila andiko linatuongoza, linatufundisha, linatuadibisha katika haki. Mungu anasema mimi yeye nimpendaye ninamkemea. Kisha sasa penye kurudi ukikemea unakuwa umeacha. Mmoja nilimkemea. Sasa hizi hataki kuniona. Aliacha na kusali kabisa. Wewe mchungaji unasema hivi na hivi ni dhambi. Sio mimi, ni maandiko. Mbona kule kwingine wanafanyaga hivi na hivi? Sijui wenyewe. Sasa mimi na mimi niwe kama kule. Mimi nimesoma andiko nimekupa. Amina na Mungu. Si kwa ila
si kwa fitina. Nimekupa kulingana na neno. Wewe unaanza kulimung'unya, unalirusha. Tusemeje sasa? Nasema mwanangu hivyo. Kaga tu hivyo. Utaponaga mdogo. Hakuna njia za kupona mdogo. Ukiwa na hatia ya dhambi, acha. Ndio kupona kwako. Achana na nasema njoo pikega pombe. Yesu atakukutaga mdogo tu. Mpo kwenye upali. Endeleeni tu na ibada. Mtaponaga mdogo. Miaka nenda mdogo. Yesu atarudi, watu wajapona. Hatia itakuwa kwa yule aliyewafundisha na wao pia wao wenyewe. Amina na Mungu. Mimi naamini hata walioko kwenye madhehebu ya uongo, sio kwamba injili hawasikiaji. Wanasikia ila wanaibieda. Sema si kanisani kwetu. Hayako hayo. Sisi mchungaji wetu hajatuambia, mchungaji ni Yesu. Kutoka 3 mstari wa 1 mpaka wa 4. Basi huyo Musa alikuwa akilichunga kundi la Yethro, mkwewe kuhani wa Midiani, akiliongoza kundi nyuma ya jangwa. Akafika mpaka mlima wa Mungu, hata Herobu. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti. Akatazama, na kumbe kile kijiti kilikuwa moto, nacho kijiti hakikuteketea. Musa akasema, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa, na sababu kijiti hiki hakiteketei. Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamwita kutoka katikati ya kile kijiti, akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Haleluya. Huyu Musa naye msoma hapa ni Musa mwenye dhambi. Kabla hajaenda kule kwenda kupiga mapigo kwa Farao, tunaona maisha ya Musa. Aliishi Egypti, Misri, katika chini ya utawala wa Farao. Akafanyika kuwa mwana wa jumba la kifalme na Farao. Lakini kuna mambo aliyatenda ambayo ni kinyume na Mungu. Musa aliua. Alikuta wana wa Israeli anapigana na Mwegypti. Alipofika na wachanisha, akamuua yule, alafu akamfukia kwenye mamchanga. Siri ilipogundulika, akakimbia. Haleluya. Alipokimbia ndio akakaa kwa mkwewe, akapata na mke huko, akaoa. Sasa yupo anaendelea kuchunga. Akaukaribia mlima wa Mungu. Zamani Mungu alikuwa anakaa milimani. Amina. Alianza kukaa kwenye giza, akakaa milimani, akaja akakaa kwenye jengo hema kama hili. Sasa anakaa ndani yetu. Amina. Kwa hapo anasema alipokaribia mlima wa Mungu, ni kweli alikaribia mlima wa Mungu. Akakutana na kijiti kinateketea. Kinateketea lakini hakiangamii, kinawaka lakini hakiteketei. Neno la Mungu tunasema ni moto. Kwa kama Musa alikutana na kijiti, usianze kusema mimi mbona sijakutana na kijiti kikiteketea. Unapokutana na hili neno na alichokutana nacho Musa ni vitu hiki. Neno la Mungu ni moto ulao. Amina na Mungu. Kwa alipokiona kile kijiti, akageuka. Haleluya. Ni atazame maajabu haya. Unapolisikia neno, je, unageuka? Unakuta ugeuki, mnaendelea na utumishi, tunaendelea na kuimba, tunaendelea na ratiba. Mungu hawezi akasema na sisi. Anataka anapolitoa neno, tunakuwa na watu wa kufanya nini? Wakigeuka kutazamia ili neno linanihusu ni mimi. Je, nifanyeje? Musa, Mungu akamwona alipotugeuka, ndipo akasema naye. Akamwita Musa, Musa. Musa akasema mimi hapa. Ukiendelea kusema naambia vua viatu.
mahali hapa ni patakatifu. Umesogelea mlima wa Mungu mara ngapi? Tunapokuja hapa tunasogelea ni mlima wa Mungu. Haliona Mungu. Tunapolisikia neno, tunapogeuka, Mungu ndo anaangalia. Mungu hawezi tu akachukua Roho wake Mtakatifu akabandika kwa mzinzi. Kwa sababu mzinzi atajivuna. Nazini nina Roho Mtakatifu. Nazini na mbinguni naenda. Inakuja kweli. Lazima achunguze. Hakika umegeuka kweli? Achana nayo geuka kwa misimu. Jumapili hii anatubu uzinzi. Jumapili 3 4 anakuja tena anatubu. Huyu anamizaa mbele za Mungu. Haleluya. Ikiwa na ndio tabia yako, haupati nguvu ya kushinda dhambi kabisa, wewe unamizaa mbele za Mungu. Tunasema huu ni mwaka mpya, tusherekee. Tuingie kumuomba Mungu. Tuombe na rehema. Tunakuta wewe ni uzinzi. Mwaka ujao, mwaka ujao, tuombe ni uzinzi. Wewe hujageuka. Kutubu ni kugeuka na kuacha, alafu kusikiliza Kristo atasemaje. Habari za kuacha nisemaga ni za mwanadamu. Mungu analiachilia neno. Wewe ndo unachagua uache, uendelee. Asema wao nao walihubiriwa kama sisi, lakini wao wakuchanganya lile neno na imani yao. Wakalipuuza tu. Hawakujaji. Kwa Musa tunaona katika harakati anaenda tu kuchunga ng'ombe, yuko peke yake, sijui alikuwa anafanya nini, anakutana na Mungu na Kristo, malaika wa Mungu, anamwambia hapa vua viatu. Unaona Musa alipovua viatu, nini kiliendelea? Alipoyatii yale. Mwanzo sisi tulisema alimkimbia Farao. Ndipo akamfuata nani? Farao aliyemkimbia. Haleluya na Mungu. Pale ambapo tulikuwa katika hali ya kutokuwa na Mungu, tulifarakana na jamii ya Israeli, tulikuwa tuna Mungu duniani, tukimpata Mungu, wale ambao tulikuwa tunazini nao, tunawafuata kwa ubishi. Haleluya. Au wewe ndo mnakuwa marafiki kipenzi, ambaye basi kwa kuwa umeshaokoka, sasa tutakuwa marafiki kipenzi. Saa 5 za siku akukaribisha kwenye simu, karibu tuoge. Nimeshaoga. Yaani wewe utazini tu. Ukifika chatting za hivyo, utaanguka tu. Umevaa nguo gani? Nyekundu, ya ndani, ya nyeusi. Kwenye simu hiyo. Upuzi tu. Nyie si mjapitia hayo. Wengine nyie mlikuwa watakatifu. Upuzi tu. Mambo ya dunia lazima mkiapenda. Nini? Ni mafarakano na Mungu. Unapogeuka, unaanza kuwahurumia wale ambao ulikuwa tenda nao maovu. Wapate kufanya nini? Kugeuka. Tena unasimama uodai. Musa alienda kwa Farao akasema, Mungu amenituma waache wana wa Israeli waende wakamtumikie. Yaani yule ambao mnamtafuta ndio amekuja ataka alichukue na kundi lote. Akawa na ujasiri. Iko habari nyingine sitaisoma, muda umeenda. Ile mwanamke ambaye alikutana na Yesu katika kisima cha Yakobo, Yesu alipomgeuza yule mama, akakiri sina mume. Yesu akasema, naam, umejibu vyema. Maana tulio naye ni wangapi? Ni 6, naye si wako. Wanategemea alivyokiri mbele ya Kristo sina mume, akarudi tena kwa na wale. Akapata toba. Biblia inasema akaenda kupiga kelele mji mzima wa Samaria, twendeni mkamuone Yesu, wakiwemo na wale wanaume 5 ambao sio wake. Anaenda kumuonesha Yesu. Watu walikusanyika wakatoka mashambani, sijui kale kama mama kalitembeaje. Biblia inasema wengine walitoka mashambani na mjini, wakaja kwenye kisima cha nani? Cha Yakobo. Na wakakiri
kwa maneno yako tu tuliamini, lakini tulivyoona tumeamini zaidi. Haleluya. Vivyo hivyo unaona unapokuwa unageuka, unaenda kuwahubiri watu, kwa maneno yako watasadiki kidogo, lakini watakapoona Biblia ilivyoandika kweli kabisa, sema matendo ya mwili zaidi ndiyo haya: wazinzi, waabudu sanamu, wakorofi, wafisadi, haleluya, hawa walevi, hawataurithi ufalme wa Mungu. Atajithibitishia. Usije ukajua hii Biblia wote wameisoma. Kuna wengine hawajasoma, na wakisoma wataamini. Sasa nani ataenda kuwavuta waje wasome hapa, waje wasikilize na wasikiliza? Ni yule aliyegeuka. Bwana Mungu, wokovu sio dhehebu. Wokovu ni wa mtu na Yesu. Si kusema mimi ni Pentekoste. Unaweza kama Pentekoste mtenda dhambi mzuri tu. Kwani kanisa la wa Korintho walikuwa la Pentekoste? Ilikuwa ni la KKT. Silihubiriwa habari za Kristo, habari za kiroho, lakini kulikuwa hakuna ufisadi, hakuna uzinzi. Ni kwa sababu alijikawa. Wakasema mimi ni wa Paulo, wengine wanasema mimi ni wa Petro, wengine wanasema mimi ni wa Apolo. Mtu aliyeokoka aweza kaanza kujigawa, sema mimi ni wa askofu fulani. Sasa ndio anaoendelea sasa hizi. Haleluya. Mtu asimame na Yesu, anaanza kuhangaika, nisimame na kimvuli gani? Ni upande wa nani? Sasa wale ni watu. Paulo alipookolewa, mitume mwanzo walimkataa. Yeye alisimama yeye kama yeye. Injili aliyoinena ndio ilimshuhudia. Akasema hata wengine wakinikataa kwa mimi sio mtume, basi nyinyi ninaoongoza ndio mtashuhudia mimi ni mtume. Haleluya. Kama wengine wanasema yule sio mchungaji, wala nao wachunga ndio wataamini yule mchungaji. Kana mchungaji anataka hadi wakakuwekea na bango kule roundabout. Kwamba yule ndio Abraham Mabanda. Anasalisha sasa from mtumishi. Na Yesu aliyakataa. Sasa unakuta ni unafiki, mnapita sokoni nasema Rabi, mmevaa na makaonzi marefu, Rabi, alafu huko mnazini na ajali. Aliyakataa hiyo Yesu. Yesu anataka unyenyekevu. Amina. Hii alitukumbusha na Mahmudi anapokuja ile juzi. Akasema Yesu anasema atakaye kuwa mdogo kuliko wote. Sasa mahali hapa wote tukafanyike kuwa wadogo kuliko wote, ndipo Kristo atainuliwa. Tukijilinganisha tu na watu, tuna nini? Hatuna kitu. Nani atataka kusikiliza? Nakumbuka kuna mara tunaenda kwenye mkutano, hata kwenye kuimba alikuwa hatuiti. Hivi bado mjafikia viwango vya kuonekana na watu. Mmealikwa, mnakaa siku 3 mnaimba ile tu siku ya kwanza. Ile kwa kichanganya kwaya zimekuwa nyingi, wanateua kubwa. Sasa unaanza kujisikia kubwa ndo zaaje? Ndo zenye upako. Kama unajua tu kama makanisa yapo ndani ya ufahari.